mfumo wa kulinda na kuheshimu sauti ya mtu. Makamu rais wa Marekani wakati ule wa Bill Clinton, Albert Gore, alisema a ballot is not a mere piece of paper because it carries a person's voice. Sasa watu wakiwa wengi, hata Walatini walisema vox populi vox dei, sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Maana yake watu wanapokwenda kupiga kura wanakwenda kutoa sauti yao. Sasa ile sauti inayotoka lazima ilindwe na heshimiwe kwa usahihi. Sasa niende kwenye strength tulionayo kwa sasa kabla hatujazungumza kuhusu udhaifu. Kwanza tuna katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukisoma ibara ya 74 inaunda tume. Tumeona kuna sheria ya tume huru ya uchaguzi, lakini hilo ni jina tu. Lakini katiba ya sasa ukisoma ibara ya 74 inazungumza kwamba tume haitalazimika kufuata amri au ushauri wa mtu yeyote. Huo ni uhuru wa kitaasisi. Hiyo ni strength. Kwa maana tunapozungumza uhuru wa tume, katiba ya sasa pia imegarantii, lakini sheria ile imekuja kusisitiza labda kwa kuweka jina kwamba hii itaitwa tume huru. Wanasheria mtasema kama katiba inasema ni tume ya uchaguzi, alafu sheria inasema ni tume huru ya uchaguzi, je, hii sheria imetii jina liloko kwenye katiba? Sasa hilo ni jambo la mjadala. Uhuru mwingine, sio uhuru, yani strength nyingine ni kwamba tunayo katiba ambayo imeunda mahakama. Na mahakama kwa mujibu wa ibara ya 107 A kubwa na A na B, A kubwa na B kubwa. Maana yake na yenyewe ni taasisi huru katika kutatua migogoro yoyote ile katika nchi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Udhaifu uliopo mmoja ambao ni mkubwa nimeugundua ni kwamba mahakama yetu katika baadhi ya maeneo imenyimwa mamlaka ya kutatua mgogoro. Kwa mfano kusoma ibara ya 7 ibara ndogo ya pili ya katiba. Nimemsikia mheshimiwa hapa akisema kwamba ibara ya 8 inasema serikali inapata mamlaka kutoka kwa watu. Lakini ibara ya juu yake, ibara ya 7 ibara ndogo ya pili inasema huwezi kwenda mahakamani kushtaki kama kuna mtu anasema watu sio chanzo cha mamlaka ya serikali. Sasa na mimi ninavyojua kwamba haki ina sifa 3. Moja, itamkwe; 2, itekelezeke; 3, ukinyimwa uende sehemu kuipigania. Kwa kitendo cha kutoweza kwenda kuipigania haki ambayo imetamkwa, hiyo ni weakness. Nao yako sehemu nyingi sana. Ukisoma ibara ya 74, ibara ndogo ya 12 na ibara 41 ibara ndogo ya 7 ambayo inasema matokeo ya rais hayapingwi na mahakama yoyote itakuwa haina mamlaka ya kuchunguza juu ya matokeo ya rais. Hiyo kwangu mimi naona kama ni udhaifu. Kwa ujumla kuna utofauti mkubwa kati ya katiba na sheria. Kwa mfano, hii sheria ya tume huru imetungwa wakati marekebisho ya katiba hayajafanywa. Kwa kuna mambo mengi yako tu kwenye sheria lakini hapo kwenye katiba, na hivyo kuyafanya yaweze kubadilika saa yoyote kwa sababu yako kwenye sheria na hayako kwenye katiba. Pia tunaona kwa ibara namba 39 ibara ndogo ya pili, mtu hawezi kugombea kwa rais kama sio mwanachama wa chama cha siasa na kama kama sio mwanachama wa siasa na hajapendekezwa na chama cha siasa. Wote tunajua kwamba kuna taasisi zilikwenda Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, tukapata hukumu inayosema Tanzania inakiuka tamko la Afrika la haki za watu na binadamu, na hivyo wanapaswa kuweka haki ya mgombea binafsi ndani ya mfumo wa sheria. Hiyo bado haijawekwa. Hiyo pia ni weakness. Sasa tunapozungumza kuhusu reforms, mimi nimezigawa reforms katika makundi 4. Moja ni reforms za kikatiba. Kama hivyo, mambo ya mgombea binafsi, mambo ya kuto challenge matokeo ya rais, mambo ya kutoweza kwenda mahakamani kama mtu amefanya kitendo ambacho kinasema wananchi sio chanzo cha mamlaka ya serikali. Hiyo ni mambo ya maboresho ya katiba. Lakini pia kuna maboresho ya sheria za bunge ambayo yanapaswa yaendane na katiba. Lakini kwa sasa hata ukiboresha hayo maboresho, kwa mfano wakati tumeona sheria imeunda tume huru, lakini katiba
bado inazungumza kwamba rais anaweza kumuondoa mjumbe wa tume. Hii tunaita tume huru kikatiba. Lakini sheria yenyewe ya bunge inasema lazima kutakuwa na taasisi fulani kama mahakama kadogo katakaa afu kamshauri rais. Sasa pale unaona kwamba sheria na katiba viko tofauti. Kwa hayo ni mambo ambayo yanatakiwa kufanyiwa marekebisho. Afu kuna swala la kanuni. Napokuja kwenye kanuni, tumeona zile kanuni za maadili zinazungumza maneno mazuri kabisa na nimesisitiza matunda manne. 1, uhuru wa uchaguzi; 2, haki katika uchaguzi; 3, amani katika uchaguzi; 4, kuaminika kwa utaratibu wa uchaguzi. Sasa hayo peke yake kama yakifuatwa, uhuru, haki, amani na kuaminika, tumemaliza kila kitu. Hakuna mtu atakayelalamika. Na niseme hakuna anayepinga kwamba uchaguzi upasi kuwa huru, kuwa wa haki, kuwa wa amani na upasi kuaminika. Hakuna anayepinga. Lakini swala lipo kwenye utekelezaji. Swala jingine ambalo nadhani tanipelekea mwisho ni swala kwamba tunaposema marekebisho, reform, tunazungumza reform ya katiba, reform ya sheria, reform ya kanuni, lakini kuna reform zetu. Kwa mfano, sheria zetu hazisemi kura za Mwabukusi mpatie Stola. Hakuna, katiba isemi, sheria isemi, kanuni hazisemi. Sasa inakuwaje kwamba kumekuwa na hitilafu? Sasa kama hitilafu hizo zipo, maana yake kuna mahala pa kwenda kuzirekebisha. Kuhusu tume sasa kwa ujumla, ukitazama INEC, sheria iliyounda hii tume huru, imekopa mambo yaliyoandikwa kwenye katiba pendekezwa ile ambayo ilipitishwa na bunge la katiba. Ndio imekopa kule, ndio ikayatengeneza haya kwenye hiyo tume huru. Lakini tunachozungumza kuhusu uhuru, kuna kanuni ya kisheria inasema swala sio kwamba haki inatendeka. Na rais wangu Mwabukusi alilisema hilo, nilimsikia jana akiongea na waandishi wa habari. The issue is not whether justice is done, but whether justice is seen to be done. Mgombea urais, nasema tu, Profesa Lipumba akimuona mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Mwambegele, alafu akajua ameteuliwa na rais, halafu rais ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, yeye atamuonaje? Hatuna shaka kabisa juu ya utendaji kazi wa mwenyekiti wa tume. Lakini the fact that ameteuliwa na mwanachama, kwake yeye anamuita ni mwanachama wa chama cha upinzani, hilo yeye atalionaje? Bila kujali kwamba kuna kamati imekaa ikamfanyia usaili, ikaridhika naye, alafu ikampeleka kwa mteuzi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kofi yake nyingine ni Chama cha Mapinduzi. Sasa kwangu mimi nasema this is a law reform question. Yaani hili ni swali la marekebisho ya sheria. Lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba kumbe kuna marekebisho mengine ya matendo yanaweza yakafanywa bila kugusa katiba, bila kugusa sheria, bila kugusa kanuni. Masawe? Mimi naomba niishie hapo. Nimetumia dakika ngapi? Kwa kweli umeni surprise. I was gathering myself out to intervene. Nashukuru